Anaandika rais wa Marekani bwana Donald Trump kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social maneno yafuatayo: Iran imefanya mashambulizi fulani dhidi ya mataifa yasiyohusika moja kwa moja kuhusiana na harakati za meli katika operesheni itwayo Mradi wa Uhuru Project Freedom, ikiwemo meli ya mizigo ya Korea Kusini. Huenda sasa ni wakati wa Korea Kusini kuja na kujiunga na operesheni hiyo. Tumeshusha chini boti 7 ndogo, au kama wao wanavyoziita boti za kasi. Hicho ndicho kilichobaki kwao. Isipokuwa meli hiyo ya Korea Kusini, hadi kufikia sasa hakuja kuwa na uharibifu mwingine wowote kwa vyombo vinavyopita katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa vita Peter Hegseth pamoja na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Dan Kane watafanya mkutano na waandishi wa habari asubuhi ya leo. Asanteni kwa kuzingatia jambo hili. Rais Donald Trump Jr. Rais wa Marekani bwana Donald Trump, mtakumbuka wakati nimewaeleza kwamba amesema atafanya ulinzi kwa yale mataifa mengine ambayo hayahusiki moja kwa moja katika vita, nikawaambia hapa Donald Trump anataka kuyaingiza mataifa mengine katika vita. Sasa hiki ndicho ambacho kimetokea. Nini ambacho kimetokea? Marekani baada ya kugundua kwamba Iran wamekuwa wana viburi, halafu mataifa mengine ni kama hayajishughulishi na mgogoro huo, akaamua kutengeneza theory ambayo itayafanya mataifa mengine nayo yawe sehemu ya mashambulizi hayo. Kivipi? Baada ya Marekani kuhakikisha kwamba, au kuhakikishia mataifa mengine ambayo hayahusiki katika vita kwamba atalinda meli zao za mafuta na meli za mizigo ambazo zinapita katika mlango bahari Hormuz, maana yake aliamini kabisa kwamba Iran haitaruhusu meli hizo kupita katika maeneo hayo, kwa maana kuzishambulia zile meli. Na Iran wakizishambulia zile meli ambazo zitapita katika mlango huo, maana yake yale mataifa ambayo meli zao zimeshambuliwa na yenyewe sasa yataanza kuilaumu Iran kwamba kwa nini yameshambulia meli zao. Ndicho ambacho kimetokea. Sasa Marekani anasema wa Korea ya Kusini, kwa sababu meli zao zimeshambuliwa, basi nao sasa ni muda mwafaka wa kwenda kuungana na Marekani kupambana na Iran. Sijui kama mmeelewa hiyo theory ambayo ameitengeneza rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata kama ingekuwa kuna meli labda za Tanzania ambazo zinapita katika mlango huo bahari wa Hormuz, halafu zikashambuliwa, rais wa Marekani Donald Trump angesema, jamani wa Tanzania, sasa na nyie mna kila sababu ya kuungana nasi kupambana na taifa la Iran. Maana yake anaupanua mgogoro kwa mataifa mengine ambayo hayakuwa yanahusika katika mgogoro huo. Ndio trick ambayo ameitumia rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa kufuatia jambo hilo na kauli ambayo imezungumzwa kwamba Marekani wameshambulia boti 7 za Iran na kuzizamisha boti za kasi, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekosoa vikali operation ya Marekani inaitwa Project Freedom, akisema haina suluhisho la kijeshi na inaweza kuongeza mkwamo katika mgogoro unaoendelea katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo amechapisha ujumbe wake kwenye mtandao wa X. Amesema matukio yanayoendelea Hormuz yanaonyesha wazi kuwa mgogoro huo ni wa kisiasa na hauwezi kutatuliwa kwa nguvu za kijeshi. Amesisitiza kuwa hatua za kijeshi zinaweza kuendeleza zaidi mzozo badala ya kutatua. Kauli hii inakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka kati ya Iran na Marekani kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya boti za Iran katika eneo hilo muhimu la usafirishaji wa mafuta duniani. Araghchi pia ameeleza kuwa mazungumzo ya kidiplomasia yanaanza kupata mwelekeo kupitia juhudi za Pakistan na kuitaka Marekani kutochezea au kutochochea mzozo mkubwa zaidi ambao unaweza ukajitokeza, kama ambavyo sasa hivi tunaona Marekani wanaanza kuyaingiza mataifa mengine ambayo yalikuwa hayahusiki kabisa katika mgogoro huo. Kwa hiyo hili ni jambo jingine jipya kabisa ambalo mnataka kuweza kulifahamu.
Utaratibu wetu ni ule ule kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, choo ambacho kinachukua eneo dogo, kinapamba nyumba, choo ambacho kinakuondolea adha ya kuita gari ya kunyonya uchafu, lakini pia unapunguza usumbufu wa kutapisha choo wakati wa mvua, na pengine umechoka kabisa kulalamikiwa na wapangaji wako kwamba choo kina tapisha au kinatema au choo kinaharibika sana wakati wowote, basi suluhisho ni PMP Company Limited Tanzania. Wapigie simu sasa hivi 0768643243. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini wanafanya kazi nchi nzima na nje ya nchi. Piga simu sasa hivi ili wakujengee choo cha kisasa ambacho hakijai, uepuke usumbufu wa kuita gari ya kunyonya uchafu. Sasa moto mkubwa umetokea katika bandari ya Fujairah, ambapo ni kufuatia kile ambacho kimefanywa na jeshi la Iran. Moto mkubwa umelipuka katika miundombinu ya mafuta katika bandari ya Fujairah nchini Falme za Kiarabu UAE, ambao unatajwa kuwa ni matokeo ya moja kwa moja ya kile kinachotajwa kama uadventuristi wa Marekani katika mlango wa kimkakati wa Hormuz, kwa mujibu wa ripoti. Anaposema uadventuristi, yani manake ni kutokana na jeuri ambayo imeonyeshwa na Marekani katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo wa Iran wameamua kuanza kuonesha mashambulizi. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, vikosi vya kijeshi vya Iran vyenyewe havikuwa hata na mpango hata kidogo wa kushambulia miundombinu hiyo ya mafuta. Lakini mamlaka za Fujairah zimesema kwamba moto ulizuka katika ukanda wa viwanda vya mafuta wa Fujairah, na walishutumu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kufanya shambulio la ndege zisizokuwa na rubani, kwa maana ya drone, huko katika Falme za Kiarabu. Wanasema kilichotokea ni matokeo ya jeuri ya jeshi la Marekani kujaribu kuunda njia ya kupitisha meli kinyume cha sheria kupitia njia zilizopigwa marufuku ndani ya mlango bahari wa Hormuz, ilisema sehemu ya taarifa hiyo. Ameongeza kuwa jeshi la Marekani linapaswa kubeba jukumu la tukio hilo, akikosoa Washington kwa kuhatarisha na kwa uzembe wa kufanya utulivu katika eneo hilo. Katika ukosoaji mkali dhidi ya sera za nje za Marekani ambazo zimechochea mvutano usiokuwa wa kawaida katika eneo hilo, chanzo kimeripoti kwamba maafisa wa Marekani wanatakiwa kubadili mwelekeo wao. Wanasiasa wa Marekani wanapaswa kukomesha tabia mbaya ya kutumia nguvu katika mchakato wa kidiplomasia na waache mara moja jeuri ya kijeshi katika eneo hili nyeti la mafuta ambalo lina athiri moja kwa moja uchumi wa nchi nyingi duniani. Moto mkubwa katika bandari ya Fujairah, ambao ni kitovu muhimu cha nishati katika Umoja wa Falme za Kiarabu, umetokea baada ya Rais wa Marekani Trump kutangaza kuwa ameagiza jeshi la Marekani kuanza operesheni ya kuvunja udhibiti wa Iran katika mlango bahari wa Hormuz ili kuruhusu meli za kibiashara kupita katika eneo hilo. Kwa mujibu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, kimeonya kuwa jaribio lolote la meli za kijeshi au za kibiashara za Marekani kupita katika mlango huo bila uratibu na mamlaka za Iran litakabiliwa na hatua kali na za haraka zaidi. Iran imekuwa ikidhibiti mlango bahari wa Hormuz tangu siku ya mwanzo ya kile walichokitaja kuwa uchokozi wa Marekani na Israel ulioanza mwishoni mwa mwezi Februari, wakiruhusu kupita kwa meli zile tu zinazochukuliwa kuwa si tishio na zinazozingatia taratibu za usalama ambazo zimetangazwa na jeshi la Iran. Mapema Jumatatu, jeshi la wanamaji la Iran lilirusha makombora na ndege zisizo na rubani na kutoa onyo kwa meli za kivita za Marekani zilizokuwa zinakaribia mlango wa Hormuz zikijaribu kupinga udhibiti wa Iran. Jeshi hilo linasema lililazimika kurusha makombora ya masafa ya kati, cruise missile, droni za kivita na rocket karibu na meli za Marekani ambazo zilipuuza maonyo ya kutokaribia mlango huo. Hii ni kauli ambayo inazungumzwa na hao wa Iran. Lakini pia jeshi la wanamaji wa Iran limerusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani kama sehemu ya kutoa onyo ya kivita kwa Marekani kwenye hizo meli ambazo zilikaribia kufika katika mlango huo.
Kwenye taarifa, jeshi hilo linasema walilazimika kurusha hizo cruise missile drone za kivita kama sehemu ya kuwaambia Wamarekani kwamba bado tupo, tunaweza tukafanya jambo lolote. Taarifa ambayo imetolewa na IRGC nasema meli hizi zilikuwa zimezima vifaa vyao vya utambuzi wa electronic transponders na kujaribu kukaribia mlango wa Hormuz, yani zikiwa hazionekani, kwa maana zikiwa katika ile dark mode kabla ya kuwasha tena rada zao. Yani Marekani alijaribu kupitisha hizo meli katika mlango bahari wa Hormuz, yani zisionekane katika mifumo ya ulinzi ya Iran, lakini baadaye walishindwa kwa sababu Iran walikuwa wameshagundua. Jeshi la wanamaji la Iran likasema lilitoa onyo kwa meli hizo kwamba jaribio lolote la kukaribia mlango huo litakuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa mwezi April mwaka 2026. Wanasema katika hatua hii, baada ya uharibifu wa Marekani na Uzayuni kupuuza onyo la awali, jeshi la wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilifyatua mashambulizi ya onyo kwa kutumia makombora ya cruise, rocket na droni za kivita karibu na vyombo vya Marekani. Uwajibikaji na madhara hatari ya vitendo kama hivi utabebwa na adui mwenye uhasama. Lakini hapajawa na taarifa za haraka kuhusu mapambano ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili, lakini bado inaonekana makombora mawili yaligonga chombo cha jeshi la wanamaji la Marekani karibu na mlango wa Hormuz baada ya kupuuza maonyo ambayo yalifanywa na hiyo Marekani. Kwa hiyo hii ndiyo kauli ambayo imetokea, lakini bado inaonekana katika eneo hilo hali sio nzuri zaidi. Jaribio lolote la meli za Marekani au jaribio lolote la meli yoyote kupita katika eneo hilo linatajwa na Iran kwamba itakuwa ni kukiuka kabisa masharti ambayo yametangazwa na Iran. Na mpaka leo tunapozungumza ni kwamba katika mlango huo bahari wa Hormuz ambao umedhibitiwa, hakuna meli yoyote kupita, umeacha karibu meli 3,000 na mabaharia takribani 20,000 wakiwa wamekwama pande zote mbili za mlango huo, huku pia ukisababisha kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta duniani. Kwa hiyo waliopo ngambo ya pili katika mlango bahari wa Hormuz wamezuiliwa, waliopo upande mwingine wa mlango bahari wa Hormuz wamezuiliwa, ambapo inafanya idadi ya meli zaidi ya 3,000 kuwa zimezuiliwa katika eneo hilo, na wafanyakazi waliokuwa katika meli hizo zaidi ya 20,000 na wenyewe wamezuiliwa katika ngambo ya kwanza na ngambo ya pili, jambo ambalo linafanya hali za mafuta kupanda zaidi duniani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.